Katika kipindi kilichopita, nafasi yako mbele za Mungu, tulisema wewe ni kuhani na mfalme, na tukaeleza kazi za kuhani na tukaeleza na kazi za mfalme. Leo tunaingia katika jambo lingine. Wewe ni nabii wa Mungu. Unapookoka wewe ni nabii wa Mungu. Sasa manabii, kuna wanaoitwa tangu tumboni na kuna wanaoitwa baada ya kuzaliwa. Ukisoma katika kile kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 4 mpaka wa 5, anasema nimekuweka leo kuwa nabii wa mataifa. Lakini ukisoma Yeremia 1 anasema kabla haujaumbwa katika tumbo nalikujua, na kabla haujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekufanya kuwa nabii wa mataifa. Kwa hiyo unaona Yeremia ni nabii, lakini aliyeitwa tangu tumboni kwa mama yake. Kwa hiyo neno la Bwana lilimjia Yeremia likisema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Kwa hiyo kuna watu wanaitwa tangu tumboni. Kwa hiyo na kuna ambao wanaitwa baada ya kuzaliwa. Kwa mfano, Amos alikuwa ni mtu anayelinda mikuyu, lakini aliitwa akiwa analinda mikuyu yake kama nabii wa Mungu. Soma Amos 1 utaona. Kwa hiyo kuna wanaoitwa tangu tumboni na kuna wanaoitwa katika mazingira tu ya kawaida, wanafanywa manabii wa Mungu. Katika lile neno la kitabu cha Isaya 38 mstari wa 1 mpaka wa 10, utaona kazi ya nabii ni kupokea ujumbe toka kwa Mungu na kuupeleka katika eneo husika. Unaona nabii Isaya alitumwa, nabii anaitwa nabii Isaya alitumwa na Isaya hakuitwa tangu tumboni. Hapana. Isaya hakuitwa tangu tumboni, aliitwa tu akiwa mtu mzima. Lakini Yeremia aliitwa tangu tumboni na hakuitwa akiwa mtu mzima. Aliitwa akiwa mtoto. Hiyo ni Yeremia. Kwa hiyo kuna wanaoitwa wakiwa tumboni na kuna wengine ambao hawaitwi wakiwa tumboni, ila wanaitwa wakiwa watu wazima. Kwa hiyo ukisoma Isaya 6 mstari ule wa 8, kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, nimtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi Bwana. Huyo ni Isaya. Kwa hiyo alisikia sauti akiwa kabisa mtu mzima. Sema nimtume nani? Akasema nipo hapa Bwana, nitume mimi. Lakini Yeremia anaambiwa kabla haujaumbwa katika tumbo nalikujua, na kabla haujatoka tumboni nalikutakasa. Huyo ni nabii Yeremia. Na tumezungumza kwamba kazi ya nabii ni kuchukua ujumbe kutoka kwa Mungu na kuupeleka mahali ambapo Mungu ameagiza ufike. Na hii iko katika Isaya 38 mstari wa 1 mpaka wa 10, Wafalme wa Pili sura 20 mstari wa 1 mpaka wa 10. Nabii Yeremia alikuja kuvunja, kubomoa na kuharibu ufalme wa giza na kujenga na kupanda ufalme wa nuru. Nabii Amosi alikuwa akilinda mikuyu. Mungu akamuita na kumsemesha yatakayotokea. Mungu akamuita nabii Amosi na kumsemesha yatakayotokea katika Amosi sura ile ya 7 mstari wa 1 mpaka wa 10. Nabii Elia alitumiwa kufunga mvua, lakini alitumwa kwa mfalme wa Israeli Ahabu. Ukisoma Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 1 mpaka wa 10 utaona. Nabii ni mtu anayetumwa na Mungu kwa ajili ya kuonya na kushauri na kutia moyo. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 14 mstari ule wa 2 mpaka wa 3. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 2 mpaka wa 5.
Nabii ni sauti ya Mungu duniani. Ni mtu anayeongea na Mungu mdomo kwa mdomo. Ukisoma kitabu cha Hesabu ile sura ya 12 mstari wa 6 mpaka wa 7, akiwa nabii kati yenu, mimi nitajifunua kwake katika maono na katika ndoto. Manabii walitumiwa zaidi wakati gani? Walitumiwa zaidi kwenye Agano la Kale, kabla ya Roho Mtakatifu kujidhihirisha ulimwenguni. Kuna tofauti ya nabii na utabiri. Ukisoma Matendo ya Mitume ile sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 10, unaona watu walipojazwa Roho Mtakatifu walianza kutabiri. Kwa hiyo mtu akijazwa Roho Mtakatifu pia anaweza kutabiri, lakini sio nabii. Hakuna nabii anaweza kuwa na sehemu watu wanaenda kanisani uchi na hawakemei, kwa sababu nabii ni mtu ambaye anatembea na Mungu. Mungu hawezi kuona uovu akafurahia. Elia alivyoona watu wa Israeli wanatenda dhambi, alichukia dhambi, ndio maana alisimamisha mvua. Kwa hiyo nabii ni mtu anayetembea na Mungu, na ni mtu ambaye akiona jambo ambalo halipendezi, hasira za Mungu zinawaka ndani yake. Kuna tofauti ya hasira za Mungu kuwaka ndani yako na hasira za kibinadamu. Kwa hiyo ukiwa unaongozwa na Roho Mtakatifu, wewe si nabii, ila unaweza ukatabiri, kwa mujibu wa kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 5. Wewe ukitaka kujua ni nani, angalia unavyosemeshwa na unavyoelekezwa, itakusaidia zaidi. Kwa hiyo tunahitaji watu wajue kutofautisha manabii na karama za kinabii. Waweze kutofautisha mtu anayetabiri, aliyejazwa Roho Mtakatifu anayetabiri, na mtu ambaye ana huduma kabisa ya prophet, yani prophet ni nabii wa Mungu. Kwa hiyo ukiokoka unaweza ukapewa pia hiyo huduma ya nabii. Sasa nitaomba Mungu ili ajifunue kwako, kama ameweka hiyo huduma, akusemeshe kwa lugha nyepesi ili uweze kuelewa, usikute unafanya huduma ambayo hata hujaitiwa. Hebu funga macho. Baba, katika jina la Yesu, tunaomba kwa ajili ya huyu anayenisikia. Najua hata Isaya ni nabii, lakini ulimuita wewe mwenyewe ukasema nimtume nani? Ukasema nitume mimi, na ukamtuma. Naomba kwa ajili ya yoyote anayenitazama ambaye Bwana umekuwa ukimsemesha lakini haelewi, kumbe wewe umemteua kuwa nabii. Na tunajua mwili wa Kristo haujengwi na uchungaji peke yake, ila unajengwa na zile huduma 5 ambapo ni uinjilisti, manabii, mitume, walimu na wachungaji. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, naomba sasa Roho wako Mtakatifu ajifunue kwa namna tofauti sana, kumwelekeza kila mtu yeye ni nani. Tunajua hata mavazi yanatambulisha mtu ni nani katika ulimwengu wa roho. Trafiki anatambulika kwa mavazi yake, daktari anatambulika kwa mavazi yake, rubani wanatambulika kwa mavazi yao, wakulima wana mavazi yao, mafundi wana mavazi yao. Katika jina la Yesu, kila kiambaza na kila ukuta uliosimama hapo mbele unaozuia huyu mtu kutambua yeye ni nani katika Kristo na hatimaye kutekeleza majukumu katika eneo ambalo sio la kwake, tunavunja na kusambaratisha katika jina la Yesu. Tunatangaza kuanzia sasa afunguliwe na awekwe huru katika jina la Yesu Kristo. Mungu achilia mafuta, maana umesema nyinyi mmepakwa na mafuta na yeye aliye mtakatifu, na hayo mafuta yanakaa ndani yenu. Katika jina la Yesu ninaita nguvu za Roho Mtakatifu, maana huyo Roho wa Mungu katika Yohana sura ya 14 atawaongoza katika kweli yote. Katika jina la Yesu navunja madhabahu za kuzimu, navunja roho zote za kipepo, roho ambazo ni za kutumika nje ya makusudi ya Mungu. Ninavunja na kukemea na sambaratisha na kung'oa kabisa, na ng'oa vizuizi, na ng'oa beria, na ng'oa giza, na ng'oa kila upofu, na ng'oa kila uteka katika jina la Yesu. Neno la Mungu likapenye kwa nguvu ndani yako
kuanzia sasa ukajitambue wewe ni nani. Kama ni nabii wa Mungu, Mungu aanze kukutuma. Mungu aanze kukutuma uonye watu, uelekeze kanisa, uonyeshe yatakao kuja, uonyeshe yatakao tokea. Wewe nabii kazi yake ni kuonyeshwa mambo yajayo. Mungu amesema katika Amosi hatafanya jambo lolote bila kufunulia manabii wake siri hiyo. Katika jina la Yesu navunja roho zote zinazopigana na roho za manabii katika nchi, kwa sababu roho za manabii zinawatii manabii katika jina la Yesu. Mungu akitaka kuponya nchi atatumia manabii, vinywa vya manabii kuleta ujumbe. Alitumia wakina Isaya kusema, alitumia wakina Amosi kusema, alitumia wakina nabii Elia, Karamashita. Kwa jina la Yesu navunja madhabahu zote za kuzimu zinazopingana na huduma hizo, tunazivunja na kuzisambaratisha kuanzia sasa. Tunatangaza ya kwamba kila aina magamba yaliyokaa kwenye macho yako usitambue na usione, yakaanguke kama yale yaliyomwanguka Sauli ukapate kuona, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu jisazie kizazi cha manabii katika nchi ya Tanzania, ambacho Bwana kitasema kitu ambacho umesema. Manabii wa kweli, manabii ambao wakiona dhambi hasira yako inawaka ndani yao, katika jina la Yesu Kristo nguvu zako zishuke na kuwaiwisha. Manabii walioko tumboni na wafunika, manabii waliokwisha kuzaliwa na wafunika, wakaanze kutumika sawasawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu nimeomba, amen. Basi unaweza ukiwa umelala au hata ukiwa unatembea, Mungu kuna namna atazungumza na wewe na utagundua wewe ni nabii. Kwa hiyo ukishaokoka pia unaweza ukapewa huduma hiyo ya nabii. Mungu akubariki sana. Unaweza